Bwana ni mwema wakati wote. Habari za jioni. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu kwa namna ambavyo ameruhusu turejee tena katika jioni ya leo katika mfululizo wa juma la uwakili pamoja na familia ambalo linasikika kwako kutokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hivyo niwaalike tena jioni ya leo nzuri tulivu. Mungu wetu wa mbinguni na atuhudumie. Wewe ulioko hapa karibu eneo la mkutano katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Mwongozo, na unayetusikiliza na kututazama kutokea mbali, nawe pia tukualike katika mitandao ya kijamii, tukualike tuweze kuketi miguuni pa Mungu atufundishe na kutuambia nini tena jioni ya leo kama mawakili waaminifu wa siri za Mungu. Bwana awabariki sana. Ni waalike tuweze kufumba macho tunapokwenda kuanza. Tuombe. Mungu wa mbinguni, Baba yetu mkuu, wewe uliyeziumba mbingu na nchi, na sisi tu kazi ya mikono yako, watoto wako tumekubali kuja tena jioni hii ili kusikiliza mausia yako. Tuko tayari kufundishwa kupitia Roho yako Mtakatifu. Tunamhitaji sana wakati huu ili aweze kuyatafsiri yote ambayo tunayasikia katika somo la leo, yawe msaada katika maisha yetu ya kiroho tunapoendelea kujiandaa na ujio wako wa pili, unapokuja tena kutuchukua tukaishi na wewe kule mbinguni kisha nchi mpya. Tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ni wakumbushe tena katika somo lile la uwakili, tuna mada kuu katika juma lote hili na usema jikite katika neno lake, lenga katika utume wake. Bwana asifiwe. Sisi kama mawakili wake anatualika juma hili kujikita, si tu juma hili na kuendelea, kujikita katika neno la Mungu, kujifunza, kujilisha kama familia ya Mungu kutokea kule nyumbani, kama vile somo la jana lilivyokuwa linatuambia kujifunza kwa siku 6, halafu tuje tena katika kilele cha Sabato, na kisha baada ya hapo tuende katika utume. Bwana asifiwe. Tuwaambie watu wengine wasiomfahamu yeye, tuwaeleze habari hizi za uzima wa milele. Atakaye na aje aweze kuokolewa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika somo la uwakili. Katika siku hii ya leo lina kichwa kinachosema wakili wa uhusiano wa ulalo. Jana tuliangalia somo lilokuwa linasema wakili wa uhusiano wa wima. Kama ukisahau somo la jana na leo, we vuta picha ya msalaba wa Yesu, namna ambavyo ulikuwa umesimama. Msalaba wa Yesu ulikuwa na mti uliosimama na mwingine ukiwa umefanya nini? Uliosimama. Weka somo hilo linalosema wakili wa uhusiano wa nini? Wa wima. Yaani ni mahusiano yetu na nani? Na Mungu wa mbinguni. Au ukisahau kabisa, weka ni zile amri 4 za kwanza ambazo zinajumuishwa katika fungu moja la Mathayo 22 fungu la 36 na 37, anaposema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Halafu somo la leo linasema wakili wa uhusiano wa ulalo. Tunatazama mahusiano yetu sisi na wanadamu wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Hasa tutajikita katika mahusiano ya ndoa na familia, ili tuweze kuona kuna siri gani tena hapo Mungu anatuagiza kama mawakili wa siri zake, ikiwemo na ndoa. Maana ndoa pia ni uwakili. Ndio maana siku ya kwanza nikawaambia usifikirie tunaposikia uwakili wewe ukajua hawa wanataka nini. Simseme si tu fedha. Lazima Mungu atusaidie kufunguka akili zetu, tuwaze kwa upana nini maana ya wakili. Wakili wa uhusiano wa ulalo. Zile amri 6 za mwisho ndizo hizo zinaonesha mahusiano yetu na wanadamu
wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpenda jirani yako hautafanya nini? Hautamuua. Ukimpenda jirani yako hautazini naye. Ukimpenda jirani yako hautatamani vitu vyake kiasi kwamba unataka na kutorosha wafanyakazi wake. Wapo siku hizi, yani anamwangalia binti wa kazi wa mama fulani ama wa nyumba fulani, anatamani angekuwa naye yeye, anaanza kumshawishi. Kwani hapo mimi nitakuongeza kidogo. Wanakupa unakulaje hapo? Mimi kwangu utakula hapo mezani pamoja na sisi. Hamna, hiyo ni mbaya. Umpende jirani yako. Bwana asifiwe. Na yale mengine mabaya, ukimpenda jirani yako hautamshuhudia uongo, hautasengenya. Haleluya. Somo la leo linasema uwakili wa uhusiano wa ulalo. Mahusiano yetu wanadamu kwa wanadamu, lakini hasa tutajikita katika ndoa na familia. Hebu tufungue Biblia zetu katika fungu hili la Mathayo 22 na ile aya kuanzia aya 37 hata 39. Mathayo 22 kuanzia aya ile ya 37 hata 39. Neno la Mungu linasema, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. 38. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unajipenda na unatamani utendewe mambo mazuri, vivyo hivyo na wewe utatamani watendee watu wengine nini? Mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tutendeane mema, tusitendeane kwa hiana, kwa usengenyaji, kwa kudharauliana, kwa kuvunjiana heshima. Mungu hapendezwi na maneno hayo. Endelea kufuatilia tu hapo mbele, tutaona kwa kina Mungu anamaanisha nini anapotupatia huu uwakili wa uhusiano wa ulalo. Sikiliza maneno haya. Muumbaji wetu ni Mungu wa uhusiano. Kazi zake za uumbaji zimetokana na shauku yake ya kuwa na uhusiano. Uwakili ni uhusiano wa uaminifu kutoka kwa muumbaji kwenda kwa mwanadamu wake. Kutoka kwa muumbaji kwenda kwa mwanadamu wake. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa uhusiano, na anagawa tabia fulani kutoka kwake kwenda kwa wanadamu, na baadhi hagawi. Mfano ya kuumba inabaki kuwa yake ili tumtukuze, maana yeye ni muumbaji. Bwana asifiwe. Lakini ya upendo ameigawa. Anasema Mungu ni upendo, si ndivyo? Lakini na sisi tunaweza tukafanya nini? Tukapendana. Kuna zingine amezigawa kwetu, kuna zingine amebaki nazo, lakini kubwa ni hili, ameshiriki baadhi ya tabia zake kuja kwa mwanadamu ili tuwe na mahusiano mazuri yetu na yeye Mungu wetu, na sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza hii. Taasisi ya ndoa ama familia inajenga msingi wa udhihirisho bora kabisa wa mwanadamu wa upendo, utunzaji na kujaliana na wajibu wa mtu kwa mwingine. Taasisi ya ndoa ni mojawapo ya zawadi kuu za Mungu kwa wanadamu. Matarajio ya Mungu kwetu kuhusu uwakili wa ndoa na familia ni makubwa sana. Mungu anatarajia baada ya kuitoa ama kutupatia zawadi ya ndoa. Ngoja niwaambie, malaika hawajaumbiwa hiyo, hawajapewa zawadi hiyo. Haleluya. Hawajapewa zawadi hiyo. Kwa hiyo wao wanatulinda tu hata tunapokuwa kwenye lile tendo takatifu. Kwenye ndoa, amenielewa? Wao wanamtukuza tu Mungu. Oh Mungu, haleluya, ulimpendelea mwanadamu. Bwana utukuzwe. Oh, kwa ajili ya hawa watu. Sema nyinyi sasa amlifanyi kama itakavyo, naenda kwa mapenzi yenu. Muombe Mungu. Hivi kuna watu wanaombaga kweli? Naamini wanaomba. Bwana asifiwe. Haleluya. Hii ni zawadi kuu kabisa kati ya zawadi za Mungu kwa wanadamu. Matarajio ya Mungu wetu katika ndoa zetu ni makubwa mno. Kufanya nini? Kupendana, kujaliana,
kuheshimiana. Haleluya! Mungu anatarajia, ukisoma katika kile kitabu cha Siri za Ustawi wa Familia, sura ile ya kwanza inayosema angahewa ya nyumbani, ukurasa ule wa 8, kuna maneno haya anasema, sikia. Ellen White anasema nyumbani panapaswa kuwa mbingu ndogo duniani. Bwana asifiwe. Nyumbani panapaswa kuwa mbingu ndogo duniani, mahali ambapo mapenzi yanakuzwa badala ya kuzimwa kwa bidii. Yaani kuna watu wanataka tu usiwe kama yule mtu. Mimi nilikataa kauli yake. Ni mwanaume alisema, mwanamke hii usiichukue, na mimi nilimpinga. Alisema hivi, mwanamke ameumbwa kwa mambo hayo mawili: kukuvuruga wakati umetulia na kukutuliza wakati umevurugwa. Unamuelewa? Nikapima yaani mimi nitulie, mwanamke anivuruge, halafu nikivurugwa yeye anitulize. Mambo gani haya? Haina maana. Nikakataa, nikasema hii haina. Usiwe hivyo. Mungu anakusudia familia zetu ziwe mbingu ndogo duniani. Bwana asifiwe. Watu wanapohitaji msaada wakimbilie kwenye familia yako, wakimbilie kwa mume wako, wakimbilie kwa mke wako, wapate ushauri wewe uliyekabidhiwa. Na kwa sababu hiyo ni kusema kwamba ndoa na familia si mali yetu. Sijawavuruga, si ndio? Ni mali ya Mungu iliyotolewa kama zawadi kwa wanadamu, na hivyo atadai hesabu. Wewe nilipokupatia ndoa, wewe nilipokupatia familia, uliishi nayo vipi? Juzi tukasema usiwe kama yule baba ambaye watoto wake wanaogopa sauti yake. Wakisikia tu sauti yake, kila mmoja na kona yake, baba kaingia kama simba fulani hivi. Lakini ukivaa kinyago unaingia mpaka ndani, wanakurukia kuku wao. Yaani hawaogopi kinyago, wanaogopa sura yako na sauti yako. Usiwe kama hivyo. Bwana asifiwe. Tuwatazamishe kwa Mungu. Kazi yako ni kufundisha, kazi yako ni kuwaelekeza na kuwasaidia kumjua huyo Mungu unayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hem, tutazame katika uwakili wa taasisi ya ndoa ambayo tumeona tumepewa kama zawadi na nani? Na Mungu wetu. Anataka tufanye nini? Mambo kadhaa hapa. Jambo la kwanza, agizo la uwakili sisi kwa sisi, wanadamu kwa wanadamu wengine. Nisikilize, nisome maneno haya matamu. Anasema thamani ama kustahili ama kufaa na heshima ambayo Mungu aliweka juu yako kama mtu binafsi ni sawa na vile Mungu alivyompa kaka na dada yako. Ni kwa msingi huo ndipo amri ya Kristo, mpende jirani yako kama nafsi yako, katika kile kitabu cha Mathayo 22:38, na ile katika kitabu cha Yohana 13 aya ya 34, anaposema amri mpya nawapa, mfanye nini? Mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi, nanyi mfanye nini? Mpendane. Hii inapata utimilifu na matumizi yake. Bwana asifiwe. Yaani vile wewe unavyojiona, unavyotamani, ama unavyohisi kuthaminiwa, ama unavyohisi kustahili, ama unavyohisi kufaa, ama unavyohisi kuheshimiwa, vivyo hivyo na huyo uliye naye karibu, jirani yako. Sizungumzi nyumbani, hata huyo uliyekaa naye hapo ni jirani yako. Sasa hivyo hivyo na yeye anastahili kutendewa kama vile unavyohisi. Hivi niulize, kuna mtu anatamani achomwe kisu jioni? Kuna mtu anatamani adharauliwe jioni hii? Kuna mtu anatamani tu, anajisikia tu, mimi kwa kweli wanione tu sistahili hivi? Jibu ni hakuna. Wanadamu tunapenda kuheshimiwa, tunapenda kusifiwa, tunapenda kuonekana tunastahili, tunapenda kuonekana kuwa tunafaa. Bwana asifiwe. Halafu unajisikia vizuri wakisema, unajua pale kati ya vijana walioko kanisani na wewe uko vizuri, unajisikia vizuri. Halafu ukitoka hapa unaanza kusema wengine vibaya. Mungu hapendi. Bwana asifiwe.
Sikiliza hii, uwakili wetu sisi kwa sisi unategemea thamani na heshima ambayo Mungu ametupatia. Yaani usisubiri uheshimiwe kama hujamheshimu Mungu. Usisubiri ustahilishwe ama onekana unafaa kama wewe Mungu unaona kwako hafai. Yaani hujamweka namba moja. Thamani yetu sisi, heshima yetu inategemea namna ambavyo Mungu anatupatia na tunavyojenga mahusiano yetu na yeye. Sio kama ukawa kama kile kisa. Hii ni hadithi jamani, hii ni hadithi ambayo huwa inatolewa kwa nia njema tu kujifunza, na mimi naitoa. Huenda isiwe ya kweli. Yule punda ambaye alimbeba Yesu, huenda isiwe ya kweli, nimesema ni hadithi. Alimbeba Yesu wakati anaelekea Yerusalemu. Amekaa hapo, anasikia watu wanapiga kelele, wanafurahi, wanaimba hosana, 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 wanatandika nguo zao, wanatandika majani ya mtende. Na yeye anakanyaga, anaona maisha si ndio haya. Wakati anarudi hajambeba Yesu, alivyokatisha alikula stiki, fimbo. Fimbo nini maana yake? Ni mfano tu wa hadithi hiyo inayolenga kuonesha sisi wanadamu, ikiwa tutamwacha Mungu, tutaacha kujenga mahusiano yetu na yeye, tafsiri yake hatufai chochote. Sisi ni bure. Mafanikio yako bila Mungu ni bure. Heshima yako bila Mungu ni bure. Kustahili kwako bila Mungu ni bure. Kufaa kwako bila Mungu ni nini? Tunamhitaji yeye. Yeye ndiye anaweza kutustahilisha, yeye ndiye anaweza kutuheshimisha, yeye ndiye anaweza kututambulisha. Bwana asifiwe. Usitumie nguvu sana mtu wa Mungu kuonekana unafaa, kuonekana unastahili. Hamna. Mungu ndiye anayeweza kukutambulisha na watu akaona unafaa. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika kile kitabu cha Warumi 12, fungua Biblia yako pamoja nami. Warumi 12 fungu lile la 10. Neno la Mungu linasema maneno haya. Warumi 12 na fungu lile la 10. Neno la Mungu linasema, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi. Kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Bwana asifiwe. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi. Kama tulivyosema, vile unavyohisi wewe kuheshimiwa, ndivyo hivyo kaka yako, jirani yako, dada yako anavyotamani kuwa. Kwa hivyo Biblia inatuagiza, na hili ni neno la Mungu, kwa pendo la nini? La udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Yaani fike tu mahali ukitamani kuombea mambo yako, tanguliza hata watu wawili, wale waliopo kanisani, wale walioko nyumbani kwako, jirani zako, wale walioko mbali. Umesikia wanapitia changamoto, ni kweli unatamani Mungu akupe chakula, lakini wapo wale watoto wa mtaani, si watangulize tu. Bwana, wale watoto wa mtaani wanaotamani kuvaa vizuri kama mimi, wasaidie nao wapate mavazi. Ikikupendeza Mungu, si unipe tu nguo 2 niwapelekee. Sasa usije ukapewa zote suti ukaanza kuangalia ipi nzuri zaidi, ukakuta zote ni nzuri, ukaamua kuvaa wewe sabato hii, unavaa hii inayokuja, ikichakaa ndio nawapelekea. Bwana asifiwe. Lakini hoja ya msingi ni kuwatanguliza wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nenda nami pia katika kitabu kile cha Wafilipi 2, Wafilipi sura ya 2, fungu lile la 3 na la 4. Wafilipi sura ile ya 2, fungu la 3 na la 4. Neno la Mungu linasema hivi, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Jana ama juzi tulisema hivi, Mungu anakusudia kutufanya mifereji ya baraka. Haleluya. Usikubali iishie kwako. Yaani wewe kila kitu nataka umiliki hapo, hela nyingi, nyumba nyingi, mali nyingi, kila kitu mengi, vingi.
kwako tu. Ukiomba maombi yako, Mungu mke, Mungu watoto, afya yetu, kula chetu. Bwana asifiwe. Tuangalie pia mambo ya wengine. Mfereji wako, Mungu anapokupatia baraka, ruhusu ziende na kwa watu wengine. Hao ni mawakili waaminifu. Bwana asifiwe. Hemu angalia hii, kile kinachozungumzwa na Wafilipi. Anasema wakili wa ndoa na taasisi ya familia umejumuishwa katika ukweli kwamba huu ndio mlizamu wa Mungu wa baraka ulioanzishwa na Mungu kwa wanadamu. Ndoa ni mlizamu wa nani? Wa Mungu. Labda linakuchanganya kidogo mlizamu. Mlizamu ukisoma katika kamusi ile ya Kiswahili ina maana mbili. Ya kwanza, mlizamu ni chombo kama bomba fulani hivi lenye pande ngapi? Upande mmoja nene, upande mwingine ni kubwa. Linaweza kutumika kutiririsha nimesemaje? Upande mmoja nene, upande mwingine na nyinyi mkanyamaza tu. Jembamba. Upande mmoja nene, upande mwingine jembamba. Na linaweza likatumika kutiririsha maji. Kwa kule kukubwa tunaweza kusema huku ni kwa Mungu mwenye vingi, halafu huku kwembamba ni sisi tulio kwenye taasisi ya ndoa ama familia tuliokabidhiwa na Mungu. Na si lazima uwe ni ndoa sawa, mke na mume. Familia yeyote yule unayekutana naye. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata hapa kanisani si familia. Tunakabidhiwa hiyo mifereji ya baraka, inachuruzika kutoka kwa Mungu, inakuja kwetu, halafu ikifika kwetu tusikwame nayo. Bwana asifiwe. Tukikwama nayo, mfereji ukijaa utatiririkia hapo, yatamwagika, halafu yataharibika. Mungu hatakupa tena. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini maana ya pili, mlizamu ni mfereji mdogo unaotiririsha maji. Mimi nikaona hii ni nzuri zaidi. Mfereji mdogo unaotiririsha nini? Kwa hiyo hapa tuiweke, baada ya kusema mlizamu wa Mungu, tuweke sasa, tutumie ipi? Ile ya bomba au ya mfereji? Zote zinaingia. Sawa, tuanze na mfereji. Nilisemaje? Nilisha wapi? Haya, twende. Wakili wa ndoa na taasisi ya familia umejumuishwa katika ukweli kwamba huu ndio, sasa badala ya kusema mlizamu, tuweke ni mfereji wa Mungu wa baraka ulioanzishwa na Mungu kwa wanadamu. Utagundua kila kitu sisi hata hatumiliki. Ni watawala. Tunarudisha hesabu kwa nani? Usije ukasema una mke mzuri sana, ukatamba kweli kweli. Hata hivyo Mungu ukiona unaanza kujivunia sana mpaka una muda mwingine upo kwenye ibada unafikiria tu mke wako mzuri, ataruhusu pressure kuka itoe huo uso. Nimesemaje? Bwana asifiwe. Haleluya. Tumtukuze tu Mungu. Tuseme haleluya. Mungu uliumba. Bwana asifiwe. Kamke kangu ulinipa kazuri. Mume wangu hata kama ana sura nyeusi kama mhubiri, lakini basi kanafaa kuwa kamume. Mungu tukuzwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Utagundua yote ambayo tulionayo wakati fulani tunajivunia nayo si ya kwetu, ni ya nani? Eti hizi hela mpaka nitakufa sitafuti tena, nimezipata ni nyingi sana. Hapa sasa nimejenga, wewe unakufa kesho tu. Halafu tutoto ulitotuacha tunakaa hapo. Kama tulihudhuria msiba juzi, naomba nisiutaje msije mkajua, lakini basi tulihudhuria juzi wa wenzetu, wamesema tusiseme M23, wanalifanyia upembuzi yakinifu, lakini basi simeelewa M23 waliokuepo Jumamosi walielewa, ama watoto wa mama mdogo. Tulipokuwa pale makaburini, wakati kaburi linaendelea kufukiwa, nikasikia mwamba mmoja mwenye ndevu zake anasema, sikilizeni wale ndugu wa karibu. Wakati yeye alikuwa na maeneo na nyumba yake, ana mifugo yake hapo. Alafu jamaa linasema wakati wewe unafukiwa hapo, anafukiwa, linasema sikilizeni
Wale ndugu wa karibu msiondoke, turudi nyumbani kule kule kwenye msiba, tukayaweke vizuri masuala ya urithi. Wakati huo chepe zinafanya nini? Zinafukia. Na hawezi tena kukurupuka hapo asema subirini, ile nyumba ya kule mniachie hamna. Watu wanagawana hapo, we ushakufa, wanalia tu siku 2 3, ya 4 wanakaa chini. Sasa nafikiri lile shamba la kule alikuwa anaendaga peke yake, hatutaweza kulisimamia, tuliuze ili tugawane. Wanasema kila mtu afe na chake. Halo. Bwana asifiwe. Tunapaswa turudishe kwa Mungu anayetupatia, tujue ya kuwa vyote vinavyopita kwetu ameruhusu tu vipite ili tumtukuze yeye. Bwana asifiwe. Haleluya. Hivyo ngapi wananielewa? Bwana asifiwe. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo mlizamu wa Mungu tumesema ni mfereji au bomba. Upande wa unene ni kwake, upande ule mwembamba ni kwetu. Anaruhusu baraka zije, na anaporuhusu zije anamaanisha nini? Zinapokuja kwetu ni hii: maisha, kujenga tabia, kukuza haiba, malezi ya kukua kiroho, msingi wa kijamii na kiuchumi, msingi wa kiakili na kihisia na kadhalika. Jamani, mmeona huo mfereji kutoka kwa Mungu? Mfereji huo wa baraka unaotoka kwa Mungu. Anakusudia mambo haya: uwe na maisha, kujenga tabia inayofanana na yake, maana alituumba kwa mfano wake, kwa sura yake kiutendaji. Mi kwa kweli siwezi kufanana na Mr. Kananga, yaani tuko tofauti. Kwanza mimi kichwa changu kirefu, si tu mnaona tofauti inaanzia hapo. Siwezi kufanana na Elda Chedi, picha tu linaanza yeye ni mweupe na nyinyi mnaniona, taa zinanimulika, lakini nilivyo hatuwezi kufanana. Kwa sura yake kiutendaji, ama kwa uwajibikaji, kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kujenga tabia, kukuza haiba, malezi ya kukua kiroho, msingi wa kijamii na kiuchumi, msingi wa kiakili na kihisia na kadhalika. Alafu anasema katika ile sura ya 5 aya 8 ya Timotheo wa kwanza sura ya 5 aya 8 anasema, lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Bwana asifiwe. Sasa wewe unaendelea kukwamisha mibaraka na unajua Bwana amekubariki, itakoma. Maana neno la Mungu linasema huyo ni mtu mbaya kuliko asiyefanya nini? Asiyeamini. Bwana alitoa mambo kadhaa kwa taasisi ya ndoa na familia. Hebu tuyatazame kwa haraka hapa, kisha tuingie katika somo la familia. Jambo la kwanza, kazi ya kuelekea juu. Kazi ya kuelekea nini? Juu. Inatumika kuielekeza taasisi kwa Mungu. Mungu ametupatia hizo familia, tumwelekee yeye, tumwabudu yeye, tumtukuze yeye, tumsifu yeye. Watoto wetu tuwafundishe kumjua yeye. Wake zetu, waume zetu, wanafamilia wenzetu, tuwatazamishe kwa nani? Kwa Mungu wa mbinguni. Kazi ya kuelekea juu. Tuiziongoze familia kufanya ibada, kupenda ibada, kumsifu na kumtukuza Mungu, tena kwa siku 6, halafu ya 7 iwe tu kilele. Bwana asifiwe. Siwe kama jana tulivyoona kwenye somo la familia, mlo mmoja haufanyi nini? Hautoshi. Yaani mtu Jumapili, Jumatatu mpaka Ijumaa hajagusa lesoni, hajagusa Biblia, hajaimba, hajafanya ibada, halafu sasa anauliza Ijumaa jioni, hivi mhubiri wa kesho ni nani? Ili amjue. Maana mpaka huwa wanawakalili wakati mwingine. Dakananga wanatukalili. Yaani anasema anahubiri Dakananga, hilo ni lisaa na nusu, ngoja nile nishibe. Anakula kwa sababu Dakananga huwa anahubiri lisaa.
Ni siku zote 6 tena nyumbani, asubuhi na jioni, tumwimbie Mungu wetu, tumsifu Mungu wetu, tena tufanye ubunifu. Pastor Mabula alitoa mfano kisa hiki, akasema na familia zetu ziboreshwe, ibada za familia ziboreshwe. Sio kila siku tu baba anatoa somo. Kisa cha Pastor Mabula anasema mwisho huyo baba akawa anarudia masomo. Mtoto mmoja akajitoa ufahamu. Unajua kumhoji baba ni kujitoa ufahamu. Baba, mbona kila siku tu unarudia masomo? Baba akakaza uso kwa kujihami. Hamjaelewa, hamjabadilika. Niende wapi? Kumbe hamna yameisha, na hajasaidia wanafamilia wengine kujifunza kusimamia masomo hapo nyumbani. Yaani amejiona yeye ndo yeye kila siku kila wakati. Hamna, tuwasaidie na wanafamilia wenzetu waweze kumsema Mungu mbele za watu wengine. Hata kama sio wetu wengi, basi hapo kuanzia nyumbani. Bwana asifiwe. Ombi la kufungua ni wewe. La kufunga ni wewe. Maana hilo la kufunga ni zito mno. Lazima niwabariki hawa watu. La kufungua ni zito mno. Haya, wimbo wa kuanza ibada umeupendekeza wewe. Kwenye nyongeza hamuongezi, basi sawa tufunge. Yaani wewe tu haraka inakosa mvuto. Mwisho na familia wanakuwa wanatamani huu muda wa ibada uishe tu haraka tukalale. Na unashangaa baada ya ibada kuisha hapo nyumbani, iliisha saa 2, mtu anakaa mpaka saa 6 hajalala, na kwenye ibada alikuwa anasinzia. Kumbe hazina ubunifu. Na baba anapenda Simba na Yanga, anaangalia leo inacheza saa ngapi? Saa 2. Haya haraka jamani, Mungu kwanza. Saa 1 ibada, chakula kiandaliwe haraka. Kumbe hamna lolote, anasubiria, ameangalia ratiba ya nini? Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza. Kazi ya kuelekea wapi? Juu. Tuelekeze familia zetu kwa Mungu wetu wa mbinguni. Namba 2, kazi ya ndani. Kazi ya ndani maana yake nini? Inatumika kufanya malezi yenye ufanisi, wanafunzi, ushirika na upendo wa sisi kwa sisi. Kazi ya ndani inahusiana na ustawi wa mtu na mwenzake, kutunza, kulinda, kukinga, kufundisha, kukuza kwa lengo la kufikia ukomavu au kimo kamili kwa ajili ya wanandoa na familia. Tena si kule nyumbani, hata kanisani. Kazi ya ndani, kuimarishana sisi kwa sisi. Hata kama unaona amekosea fungu, usimkosoe. Nilitembelea kanisa moja rafiki yangu, yaani ukikosea tu unasikia kule sauti, hamna, halisemi hivyo, umetudanganya. Hivi kweli? Mungu atusaidie. Subiri basi amalize, zafu mtumishi ubarikiwe sana. Tumebarikiwa. Lakini lile fungu mimi huwa nalielewa hivi. Wewe angalau anajisikia vizuri kwa kuanza na zile sifa zake nzuri. Sio nafika tu mtumishi leo umetudanganya. Hamna. Hiyo hapana. Kukuzana sisi kwa sisi, kulindana, kujengana, kufundishana, kupendana. Bwana asifiwe. Kazi ya ndani. Na jambo la 3, kazi ya kuelekea nje. Ya kwanza kuelekea juu, ya pili kazi ya ndani, ya 3 kazi kuelekea nje. Hii inatumika kueleza wema wa Bwana kwa jamii ya karibu. Na kubwa zaidi, inahusika na kufikia jamii ama uinjilisti na kuwabariki wengine, kama vile alivyowaambia wanafunzi wake katika kile kitabu cha Matendo sura ya 1 fungu la 8. Na mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu nani? Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Wapi? Yerusalemu. Kisha wapi? Samaria. Kisha wapi? Uyahudi. Kisha wapi? Na hata mwisho wa nini? Bwana asifiwe. Na ukiangalia katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 5, naomba tulisome hili.
Mathayo sura ya 5 fungu la 13 hata 16. Neno la Mungu linasema hivi: ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Na ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo ni nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani we ni shahidi kabisa hapo, umeshaanza kufikiria jirani yangu mtoto wake alijisaidia kwangu, halafu mimi kwa hasira nikachota chepe nikayatupia kwenye fensi yake, na yeye akayaona. We ni Mwadventista kabisa, unamfahamu Mungu, ni mcha Mungu, afu ya mjui. Na yeye alipoona akasema huu mzigo ni wa nani? Hamna. Na yeye akachota akaurudisha, ukarudi kwako. Baadaye naona angalia ni wenyewe, unachota unarudisha. Hivi mwisho inakuwa ni nini? Si tu sasa mnarushiana mchanga, kinyesi hakipo tena. Au nakumbuka huyu ndiye aliyezidisha kabisa, amepiga hatua moja, mpaka wetu ni huu, lakini yeye kaingia, siongei naye tena. Na unajua kabisa ni mwaka wa 6. Kuna jirani yetu mmoja nikiwa mdogo kabisa, alikuwa anafuga kuku. Wazee wanalima hapo, naomba nisiseme sana wapi ili usielewe. Tuwejua wazee. Bwana asifiwe. Wazee wanalima hapo, bahati mbaya akaweka shingo ikapitiwa. Sasa wazee wakaenda kwa jirani, wakizane huyo kuku ni wa jirani, wakaomba msamaha. Tunaomba utusamee. Mmefanyaje? Tumekata kuku wako. Sasa basi hamna shida, mchimbieni. Huyu alikuwa ni Mwadventista mwenzao. Mchimbieni. Wakafukia shimo, wakachimba. Kumbe kuna katoto ka yule jirani ambaye ni kuku wao aliona bonge moja la jogoo fulani hivi. Akakimbia, baba, pale wamechimbia kuku wako. Mzee katoka huko na msuli wake. Kwa nini kufukia kuku wangu? Mmemfukia wa nini? Mnaromba sana na nini? Wanaomba msamaha. Tusamee, sisi tulizani ni wajirani pale, na tulienda kumuomba msamaha, tukamuuliza, akasema tumchimbie. Jirani anaitwa, anasema mimi nilizani wangu. Kumbe sio wangu. Kashafanya nini? Kashawachonganisha huku na huku. Haya, tulipe, mnilipe jogoo kubwa na hela mnunue. Kashawaingiza kwenye kesi. Yaani Waadventista kwa Waadventista wameingizana kwenye nini? Yaani tu kirahisi tu hivyo, mchimbieni. Kumbe sio wangu. Tunatendeana kwa hiana. Bwana atubariki, Bwana atusamee mahala ambapo tulikosea, tunapozamilia kuanza upya, kuimarisha taasisi za familia, taasisi za ndoa ambayo Mungu alitupatia tangu mwanzo na kazi zake alizotupatia. Mungu atusaidie kuimarisha mahusiano na ibada kwake nyumbani, kanisani, katika jamii yote, na watu wasiomfahamu Mungu. Hata kama wametutendea vibaya, basi katika kututendea hayo mabaya wamuone Mungu kupitia sisi tunavyowatendea. Bwana asifiwe. Ni ngumu, lakini tusiuichukue hiyo, itatusaidia. Tunapomalizia katika somo hili la wakili, wito huu unatolewa kwetu. Wakili wa sisi kwa sisi, hasa wa taasisi ya ndoa na familia, ni jukumu kubwa zaidi ambalo Mungu amemkabidhi mwanadamu. Juhudi zote zinapaswa kuchukuliwa katika kukuza uhusiano huu muhimu wa wima na ulalo, ili tuweze kubarikiwa, na kwa ajili ya utukufu wa Mungu tubariki wengine. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo basi, karibuni katika somo la familia. Somo la familia kwa dakika hizi chache zilizobaki. Somo la leo na kichwa kinachosema hatua
za kuleta mabadiliko katika ulimwengu wa kidijitali: imani, familia na kuishi kwa hekima na teknolojia. Somo la leo linakusudia sisi mawakili wa Mungu tunaoishi katika nyakati za mwisho, teknolojia ikiwa imekuwa kubwa kweli kweli, tuishi na familia zetu na kujua mipaka ya namna ya kutumia hizo teknolojia, tusije tukavuruga ama kuharibu mahusiano ya familia. Na changamoto ni nyingi. Watu leo tumeshindwa kutofautisha. Mzee Kananga, umetoka nyumbani saa 11 asubuhi, sio Mzee Kananga, nimetolea tu mfano. Unarudi saa 3 usiku, baada tu ya salamu unawaambia sikilizeni, nitakula baadaye, hapa nina kikao Zoom. Si ndio? Nina kikao wapi? Cha online, mniache. Unaongea, ukimaliza hapo bado Facebook inakusubiri, Twitter siku hizi inaitwa X inakusubiri, bado Insta inakusubiri, uangalie, bado YouTube hapo pitie, marafiki wengi wako TikTok uchekecheke, unaenda kulala tu wakati familia haujakutana nayo. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Haleluya. Tudhamirie tu, tupange ratiba zetu vizuri. Na unajua wakati fulani hata tumeshindwa, maana kwenye Facebook marafiki wa kazini wako hapo, wale ndugu zako wako hapo, wale watoto wako wako hapo. Yaani unashindwa hata ni posti kipi ili kote ubalance. Halo, hivi wangapi wananielewa? Ikiposti hii, akiona mke wangu kazini sawa, nikiposti hii. Yaani hata tu mtoto pale nyumbani unapowasha sasa Zoom, umeweka ka skrini kako kwa laptop, akipita kameshikilia tambala la deki, atageukiwa na kwenzi hapo mkwe. Huoni nipo kwenye kikao? Kumbe yale mazingira hayakufaa uwe hivyo. Bwana asifiwe. Hayakufaa ufanye hiko unachokifanya, lakini kwa sababu ya teknolojia inakulazimisha. Mtoto amekula konzi na ilikuwa ni haki yake. Umerudi hapo hujabadilisha nguo za kazini, umekaa hapo, katoto kamekumisi, kumbe kalikuwa kanakunywa uji, kamechafuka kwenye koti nchwa. Unaogopa watu wako wa kazini watafanya nini? Mungu atusaidie katika juma hili tuweze kuelewa na kuweka mipaka. Teknolojia ni nzuri kweli, lakini basi si pote inaweza kufaa kutumika. Tujue mipaka. Wakati huu nitakuwa na familia, wakati huu nitakuwa na watu wa kazini, wakati huu nitaanza kuwahudumia watu wa Facebook. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 aya 23, neno la Mungu linasema hivi. Korintho wa kwanza sura ile ya 10 fungu la 23, vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Kwa sababu tu tunaweza kutumia teknolojia, haimaanishi kwamba tunapaswa kufanya hivyo kila wakati, au angalau si kwa namna tunavyofanya hivi sasa. Hata kama kweli teknolojia yako ulionayo ni ya muhimu, simu yako, iPad yako, nini hiyo nyingine, laptop yako, TV, chukua muda, utenge kabisa, huu dakika 10 hadi 15 ama 20 nitakuwa na familia, halafu nitaingia hapa. Sio muda wote una simu yako, mwenzi wako kakuongelesha akumsikii, naye kakasirika kaunga bando la mkopo, kageukia huku unasikia tu vicheko. Jamani, unacheka nini? Hamna, endelea na mambo yako. Watoto nao wako hapo kwenye skrini wanaendelea na kuangalia katuni. Yaani vulugu. Ni mizuri kweli, lakini Mungu atusaidie tutende kwa haki na kwa ratiba, na tuweke kabisa kwa makusudi muda wa kukaa pamoja na familia zetu, ili nazo ziweze kufurahi, na tuambiane hizo stori za nani? Za Mungu wetu. Tusimuliane, watoto wetu wafundishwe. Bwana Yesu asifiwe.
Sio mke anakuuliza leo unajua nilikuwa napitia kesha la asubuhi nikakutana na kitu hiki sijakielewa. Hivi kinamaanisha ni subiri kidogo, subiri. Namalizia hapa kutuma message. Unadhani hata kurudia tena? Labda mpole. Na hata wapole ni wabaya. Kuna baba mmoja aliachwa na mke wake, alikuwa mpole, akatumia hiyo advantage ya kumnyanyasa hapo. Kila anachokisema kama mwanamke kakutu, sawa baba, lele konzi, sawa, lele kamo. Siku ametoka, walikuwa wamepanga, ametoka ameenda kwenye mishemishe zake, kwenye kazi zake, anarudi anapewa ufunguo wa chumba na mpangaji. Anapofungua anakikuta chumba kama alivyokuwa anaingia wakati anakipanga. Hajaachiwa hata nguo ya ndani ya kwake. Kamekomba. Shimuni hao wapole. Endelea kumchukulia poa kwa sababu ni nani? Bwana asifiwe. Tuheshimiane. Haleluya. Tusidharauliane. Sikiliza mambo haya ya muhimu kabisa katika somo la leo la familia. Jambo la kwanza, familia mara nyingi katika changamoto hizi za teknolojia, utafiti umefanyika, nasema familia mara nyingi hutumia vibaya vifaa wakati wa chakula, ibada na hata likizo. Na mimi wakati naoa nilipitia changamoto kwenye yale mapenzi ya mwanzo yale. Unajua? Nilipitia changamoto. Tunakula sahani moja hapo, na hata sasa mimi na mke wangu tunakula sahani moja. Msije mkasema amesema mapenzi ya mwanzo. Hamna, bado yanaendelea. Bwana asifiwe. Kwako je? Jibia moyoni. Bwana asifiwe.